Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Ninakuletea hili neno ambalo ni la kukujenga, ninakuletea hili neno ambalo ni la kuinua moyo wako na hata kukupanua. Ujue neno la Bwana litasimama milele. Mambo yote yatakuja kupita, lakini neno la Bwana litadumu milele. Na neno la Bwana linasema ya kwamba lile neno ambalo limetoka kinywani kwa Bwana lazima litimize wajibu wake. Kile ambacho lile neno limetumwa kutenda lazima litende. Na kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba siku hii ya leo ya kwamba neno la Bwana linaenda kukamilisha kile ambacho limetumwa likamilishe katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuletea hili neno katika mwanzo wa mwaka. Kama jinsi ambavyo tunavyojua, Mungu ametusaidia. Sasa tumeingia katika mwezi wa pili wa mwaka huu. Mungu ametuneemesha, ametupatia nafasi ya kuona mwezi wa pili. Mwezi huu wa pili ninaomba ya kwamba mambo yako ikawe sawa. Mwezi huu wa pili ninaomba ya kwamba Mungu akabariki kazi ya mikono yako. Mwezi huu wa pili ninaomba ya kwamba Jehova Mungu akakutangulie. Usitanguliwe na mashetani, usitanguliwe na magonjwa, usitanguliwe na maajali ya barabara. Ni ombi langu ya kwamba Mungu yeye mwenyewe akutangulie. Usitanguliwe na wachawi na waganga katika jina la Yesu Kristo. Usitanguliwe na magonjwa yoyote yale in the mighty name of Jesus Christ. Jehova Mungu akikutangulia ataweza kukupatia ushindi, ataweza kupanua njia zako, atahakikisha mahali ambapo unakanyanga ni yeye ameimarisha hatua zako. Si neno la Bwana linasema ya kwamba that the Almighty God orders the steps of the righteous. Na tuamini siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo that Jehovah God is going to order your steps into success. The Lord Jehovah God is going to order your steps into victory. It's my prayer that the Lord Almighty God will order your steps into victory. The Lord Almighty God will order your steps into success in the mighty name of Jesus Christ. Ya kwamba hakuna wakati katika mwezi huu ambao ni wa pili ambao Mungu ametupatia utajikwaa hatua zako katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka nikuletee hili neno ambalo Mungu ameliweka katika moyo wangu kupitia Roho Mtakatifu. Ya kwamba Jehova Mungu lazima atume either malaika ama mwanadamu akuonyeshe njia zake. Kuna wakati huu ambao Mungu alimuita Musa na akanena na Musa, akamwambia ya kwamba pamoja na kutuma kikingi cha moto kienende mbele zenu wakati wa usiku, pamoja na kuweka wingu likawaongoze, nimeweka malaika ambaye atakayewalinda. Usikie hili neno la Bwana, nimeweka malaika. That is in the book of Exodus chapter 23 and verses 20. Anasema ya kwamba see or behold, I keep an angel, or I set an angel before you to safeguard you, to give you security, to protect you in the way that you go. Listen to this word, kwa sababu hili ni neno ambalo Mungu alimuita Musa na akamwambia ya kwamba pamoja na kutuma kikingi cha moto mbele zenu, pamoja na kuliweka wingu likawaongoze, nimeweka malaika aweze kuwaongoza, nimeweka malaika aweze kuwalinda, nimeweka malaika aweze kuwa pamoja nanyi katika hii njia ambayo mnachukua kuingia katika nchi ya ahadi. That is in the book of Exodus chapter 23 and verses 20. Bwana aweze kukusaidia kujua ya kwamba katika njia yote ambayo unayoishukua, iwe ni njia ya biashara, iwe ni njia ya karia, iwe ni njia ya kifamilia, Mungu huwa anaweka malaika wake mahali pale. Hata katika mwezi huu Mungu ametuwekea malaika wake akaweze kutulinda katika mwezi huu katika jina la Yesu Kristo. Malaika wake kama jinsi ambavyo alivyonena na Musa, malaika wake akaweze kutulinda kutokana na every kind of an attack, akaweze kutulinda kutokana na magonjwa ya kila aina. Pia akaweze kutuonyesha njia ambayo tunapaswa kuishukua, njia ambayo haitaleta hasara katika maisha yetu, njia ambayo haiwezi ikaleta mapigo katika maisha yetu. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba it is the Lord our God who leads us into profit. Ni Mungu yeye mwenyewe ambaye utuongoza katika njia za kupata faida. Ni ombi langu katika jina la Yesu Kristo ya kwamba utapata
mwongozo wa Bwana. Katika mambo yale yote ambayo unayoyafanya, utapata mwongozo wa Bwana. Bwana atakuongoza kupitia kwa malaika wake. Ninakuletea hili neno kwa sababu kuna watu ambao kadha wa kadha nitakufundisha juu yao, waliokuwa wamefika mwisho wao katika maisha, katika kazi ambayo waliokuwa wanaifanya, lakini Mungu wa Israeli akatuma malaika akaweza kuwaongoza katika njia zao. Wengine akatuma malaika akaweza kuwa comfort na hata kuwaambia ya kwamba wataweza kuenenda katika safari mrefu. In the book of 1 Kings chapter 19 from verses 4, ningetaka ushike vizuri. Neno la Bwana linasema vizuri ya kwamba kuna wakati mmoja Elia Mtishbe, listen to this very carefully. Kuna wakati mmoja Elia Mtishbe aliyepokea threats and death threats kutoka kwa Jezebel, na akaelezwa ya kwamba siku hii ya leo ya kwamba lazima akapate kuuawa. Na neno la Bwana linasema ya kwamba igawaji Elia Mtishbe alikuwa ni nabii mkubwa katika Israeli, aliingiwa na hofu ya kifo na roho ya uoga. Biblia inasema ya kwamba akaondoka katika safari ya siku mzima into the wilderness akiwa peke yake. That was a sign of desperation, ya kwamba ameondoka akiwa peke yake, hana mtu wa kutembea na yeye, na kwa sababu ameshikwa na hofu ya kifo, kwa sababu Jezebel ameweza kumthreaten. Neno la Bwana linasema ya kwamba one day, a whole day's journey into the wilderness, akalala chini ya mti akiwa so much depressed, akiwa amefika mwisho, ameshikwa na stress, na lile ombi ambalo aliloliomba mbele za Bwana, hili ndilo lilikuwa ombi lake, ya kwamba I'm no better than my forefathers, ya kwamba mimi sistahili hata kidogo. Kwa hivyo Bwana, ninaomba Mungu ukaweze kuniondoa katika maisha haya, ukaniue. Lile lilikuwa ni ombi lake, kwa sababu he was depressed, alikuwa amefika mwisho wake. Lakini neno la Bwana linasema badala ya Mungu kuondoa maisha yake, alituma malaika wake. Neno la Bwana linasema Mungu akatuma malaika na kibuyu cha maji na mkate, na akamwambia Elia Mtishbe, amka ukule na ukunywe. Ikawa ndio mara ya kwanza Elia akaamka, akala mkate ule, akakunywa maji, akapata nguvu, lakini akaendelea kulala. Malaika akakuja mara ya pili, akamwambia kwamba bado nimetumwa nikuletee mkate na nikuletee maji na uamke ukule na ukunywe. Na malaika akamwambia, kwa sababu safari yako ni kubwa, safari hii ni kubwa, ujue hivyo, amka ukule na ukunywe upate nguvu, safari hii ni kubwa. Na ningetaka nikuambie ya kwamba Elia Mtishbe hakutamani tena kufa. Alikula mkate, akakunywa maji, akaamka, na Biblia inasema ya kwamba akaingia katika mlima hata kufunga for 40 days. I want you to get this message in the mighty name of Jesus Christ, kwa sababu kuna watu ambao mnaonitazama na umefika mwisho wako. Wengine labda umepata threats, wengine labda hata ni deni imekusukuma mpaka maisha yako imekuwa depressed, umeigiwa na stress. Wengine labda ni kwa sababu last year they were laid off from their jobs, walifutwa kazi. Wengine labda ni kwa sababu biashara iliisha. Wengine ni kwa sababu ya maloni ya benki. Labda umenitazama siku ya leo, ninaomba hili ombi katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba utaamka ukule na ukunywe, kwa sababu safari ni ndefu. Mungu anakupatia nguvu, Mungu anatumana njia yako katika jina la Yesu Kristo. Ujue ya kwamba hii roho ambayo ilikuwa imeshika Elia Mtishbe ilikuwa ni roho ya kifo, suicide spirit ilikuwa imemshika mpaka kaomba nife. Labda kuna watu wanatamani kufa, lakini nimetumwa na Mungu kama nabii wako kukueleza safari ni ndefu katika jina la Yesu Kristo. And today in the mighty name of Jesus Christ, I rebuke that spirit of suicide in your life. In the mighty name of Jesus Christ, I break that spirit of hopelessness in your life. In the mighty name of Jesus Christ, I bring down that spirit of depression. In the mighty name of Jesus Christ, that spirit of desperation in your life, I cast it off in the name of Jesus Christ. And I pray that the hand of the Lord Almighty God, the comfort of the Holy Spirit will be upon your life in the mighty name of Jesus Christ. Mkono wa Bwana kuanzia saa hii nimekuletea ujumbe ukakuongoze katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana akakuongoze katika jina la Yesu Kristo, ukaondoke katika hilo janga ambalo umewekwa ndani yake. Ninaomba kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba the Lord that we serve is the same yesterday, today and forevermore, ikimaanisha ya kwamba vile ambavyo alivyoweza kutumia Elia
Elia Mtishibe, malaika ana uwezo wa kufanya hivyo siku ya leo. Anaweza akatuma malaika njia yako, mahali ambapo umefika mwisho kukapatikane njia, mahali ambapo umestagnate in your life akakukomboe kutoka mahali pale, mahali ambapo unasikia ya kwamba umeshikwa na spirit of backwardness, every time there is no progress in your life akakukwamue katika hiyo hali, katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka nikuletee mtu mwingine mmoja ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, anaitwa Zechariah. Zechariah in the book of Luke chapter 1 from verses 11. Hapo ndio tunapata maisha ya Zechariah ambaye alikuwa ni kuhani mkuu. Neno la Bwana linasema ya kwamba alikuwa mzee wa miaka nyingi, alikuwa kuhani wa miaka nyingi, pamoja na mke wake Elizabeth. Na Biblia inasema ya kwamba walikuwa hawana mtoto kwa sababu mke wake Elizabeth alikuwa ni tasa. Na neno la Bwana linasema ya kwamba ilikuwa ni aibu kubwa sana katika ile familia ya kuhani mkuu ama mshugaji mkuu. Ningetaka usikie haya. Neno la Bwana linasema ya kwamba siku moja kama siku ya leo, malaika alimtokea wakati alikuwa anatoa dhabihu na kushoma ufumba katika madhabahu. Malaika akamtokea kutoka upande wake wa kulia, akamweleza ya kwamba Zechariah, lile ombi ambalo umeomba kwa wakati mrefu na aibu ambayo imepatikana kwa nyumba yako, nimetumwa kutoka kwenye kiti cha enzi nikwambie ya kwamba maombi yako yamefika, na nimetumwa kukuondolea ile aibu ambayo imekuwa kwa nyumba yako. Na majira kama haya mwaka unaokuja, mke wako Elizabeth atapata mtoto kijana, nawe utamuita Yohana, na Yohana atakuwa a mighty man, atakuwa mkuu sana, na ataleta furaha kwa maisha yako, kwa sababu pia ataleta watu wengi katika njia za Bwana, atarudisha watu wengi katika njia za Bwana, katika njia ya kutubu. Na kwa hivyo kuanzia siku ya leo, ile hofu ambayo umekuwa nayo na aibu ambayo umekuwa nayo imeondolewa. Nimetumwa nikueleze hivyo. Usikie haya maneno. Zechariah alikaa katika aibu for a long time, kwa miaka nyingi, mpaka wakati ametembelewa na malaika, kuletewa that report, kuletewa that message. He doubted, na akauliza malaika, je, itakuwaje? How shall it be? Kuona ya kwamba mimi ni mzee wa miaka mingi sana, mimi pamoja na mke wangu, we are well advanced in years, na hatujui kama hili jambo litakuja kutendeka. Malaika akamwambia, mimi ni malaika Gabriel, nimetumwa kutoka kwenye kiti cha enzi nikuletee ujumbe huu, lakini kwa sababu you have doubted, wewe mwenyewe hautaongea mpaka wakati huyu mtoto atazaliwa. Na hivyo ikawa hivyo. Ni ombi langu ya kwamba each one of us, you will open your spirit, you will open your mind in the name of Jesus Christ to receive this message ya kwamba Mungu anatuma malaika upande wako. Ondoa roho ya shaka katika jina la Yesu Kristo, kama vile ambavyo Mungu alituma malaika kwa Zechariah na Elizabeth akaweze kuondoa that spirit of shame, that spirit of reproach katika familia yake. Hivyo ndivyo Mungu anafanya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao mnaonitazama na labda aibu imewekwa kwa watoto wako ambao labda wameingia kwa madawa ya kulevya, wengine wameingia kwa pombe, wengine wameingia kwa ukahaba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, Mungu ametumana na amenituma kama nabii wake nikwambie ile aibu inaondolewa kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Wengine ambao wamewekewa aibu ya maneno, verbal curses, ni kana kwamba walilaaniwa, there is no progress in their family, there is no progress in their lives. Mungu amenituma nikwambie hiyo aibu lazima ikaweze kuondoka, and from today you will make headways, and from today you will make progress in your life in the mighty name of Jesus Christ. Nabii akatumwa kama vile nimetumwa siku ya leo, malaika akatumwa kama vile nimetumwa siku ya leo, akamwambia Zechariah, mimi nimetumwa to roll away your reproach, your shame in the name of Jesus Christ. Naomba ikawe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ulikuwa umevalishwa mavazi ya aibu, wewe mzee ambaye umesukumwa kwa makesi kotini mpaka umevalishwa aibu katika maisha yako, ninaomba hilo vazi la aibu litavuliwa siku ya leo
litaondoka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba kuanzia siku ya leo, wacha kuwe na jia katika lile jambo ambalo limekuba maisha yako. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba in every temptation, in every trial, in every challenge that we go through, there is a remedy, there is a way out. I pray in the name of Jesus Christ that Jehovah God is making a way out for your life today. In the challenge that you are in, the Lord Almighty God is making a way out in the name of Jesus Christ. Kila wakati ambao watu wa Mungu walikuwa na challenge kadha wa kadha, Mungu aliweza kutuma malaika wake, wengine akawakomboa. In the book of Daniel chapter 6 from verses 22, neno la Bwana linasema ya kwamba kuna wakati watu walishikana, watu wakubwa wakaleta fitina na wakaweka fitina juu ya Daniel. Wakasema ya kwamba yeye hafuatilii sheria za Babylon, ya kwamba yeye anaomba wakati wa asubuhi, wakati wa saa sita na wakati wa jioni. Na hiyo peke yake ilimfanya mfalme Darius, ambaye aliyeweka signature hivi kwamba katika zile fitina zote zilikuwa zimeandikwa, Daniel akawekwe katika den of lions. Na Biblia inasema ya kwamba wakati aliwekwa katika ile shimo la simba, neno la Bwana linasema ya kwamba akakaa mahali pale usiku mzima na hakuguzwa na simba. You know what happened? Early in the morning, mfalme Darius alikuja katika lile shimo, akachungulia kule na akaita Daniel, akamuuliza, Daniel, Mungu ambaye umemtumikia miaka yako yote mfululizo, je, ameweza kukukomboa kutoka midomo ya simba? Naye Daniel akajibu kwa sauti, akamwambia mfalme Dario, ishi milele, yule Mungu ambaye nimemtumikia mfululizo aliweza kutuma malaika. Nataka usikie vizuri majibu ya Daniel. Daniel anasema huyo Mungu ambaye nimemtumikia milele daima aliweza kutuma malaika wake, na malaika wameweza kufunga vinywa vya simba, na mimi sijeguzwa. Niko mahali hapa, niko mzima. Na usikie haya maneno. Hilo ni shimo ambalo Daniel alikuwa amewekwa, shimo la kifo, kwa sababu simba walikuwa wamewekwa mahali pale walalue maisha yake na afe na asahaulike, lakini Mungu akatuma malaika. Ninasema hivi kwa sababu kuna watu ambao ni kama Danieli, wamemtumikia Mungu miaka nyingi. Wengine wamemtumikia Mungu kwa kwaya, wengine wamemtumikia Mungu kama watumishi wa Mungu, kama ile kazi ambayo nayo ifanya. Wengine wamemtumikia Mungu katika department kadha wa kadha makanisani kwao, ya ushering, wengine ya security na mambo tofauti ya kanisa. Lakini sasa umejikuta umewekwa kwenye shimo ambalo ni kama kifo kimewekwa mahali pale. Ni ombi langu ya kwamba siku hii ya leo Mungu anatuma malaika, kwa sababu lazima kuwe na ukombozi. Daniel akasema haya, na akasema ya kwamba yule Mungu ambaye nimemtumikia milele daima ametuma malaika wake na wameweza kufunga vinywa vya simba, na kwa hivyo mimi niko uhai. Ninataka usikie, Mungu lazima atumane. Wewe ambao umewekwa kwenye hilo shimo ambalo ni la kifo, labda ni magonjwa, na unaangalia unaona kabisa your life is being threatened by death. Ningetaka nikwambie siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, Mungu anatumana katika jina la Yesu Kristo, na hautakufa, utaishi milele katika jina la Yesu Kristo. Utaishi ili usimulie mausia ya Bwana, na Mungu akaweze kukubariki. Siwezi nikamaliza program hii kabla sijiombea watu wale wote ambao mumesukumwa kwenye shimo la kifo na magonjwa ya kila aina. Ninaomba ya kwamba Jehova Mungu anaenda kukuponya katika jina la Yesu Kristo. Pia nitaombea watu wale wote ambao labda you have stagnated in one place for a long time. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana anaenda kukuamua familia yako, anaenda kuondolea familia yako that shame in the mighty name of Jesus Christ. Vile vile nitaombea watu wale wote ambao wanajitolea sadaka zao ili niweze kulipia program hii. Labda ni sadaka za mwezi wa pili, wengine labda unajitolea fungu lako la 10, wengine unajitolea sadaka za watoto wako. Yote nitazipokelea, nitakuombea, nitaweza kuomba kuwe na progress na maisha yako ya kifedha yasibaki kuwa vile tena. Mungu akaweze kukubariki. Kuna nambari ambayo nimekuwekea kwa runinga yako, zingine ni za M-Pesa, zingine ni
till number unaweza ukazitumia na Mungu atakubariki. Nitachukua pesa zako niweze kulipia programu hii, ili siku ya Sunday nikakuletea ujumbe kama ule, na Mungu akaweze kukubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Wale wote ambao ni wagonjwa, magonjwa ya kila aina, hata ile ambao watu wanasema ya kwamba yanaitwa terminal diseases, ningetaka nikuambie Mungu anaenda kukuponya. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba jina lake ni Jehova Lava, Mungu atuponyaye magonjwa yetu yote. Usikie hivi, Mungu atuponyaye magonjwa yetu yote. Nimesikia maushuhuda ya kila aina, watu wakisema jinsi ambavyo Mungu amewaponya kupitia kwa yale maombi. Magonjwa yote ambayo nitakayoyataja, hata yale ambayo sitayataja, Mungu anaenda kuwaponya. Wewe ambaye umelazwa hospitalini kwa wakati mrefu, it is my prayer that the mercies of the Lord will be upon your life in the mighty name of Jesus Christ. Wewe ambaye uko na mgonjwa hospitalini, inua imani yako katika jina la Yesu. Psalms 107 and verses 20 inasema, and the Lord sent his word and healed the sick. Psalms 107 and verses 20. Alituma neno lake likaponya waliokuwa wagonjwa, na wao walikuwa wamesukumwa katika malango ya kaburi, akawakomboa. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba siku hii ya leo Mungu anaenda kuponya na anaenda kukomboa wale wamesukumiwa milango ya kaburi. Hautaingia kaburini katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka sasa, kwa sababu watu wameinua imani zao, jiweke mkono kwa kichwa chako. Magonjwa ambayo yameingia kwa damu yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ambayo yameingia kwa viungo vya mwili yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba mauvimbe ya kila aina katika jina la Yesu Kristo yakaweze kuyeyuka in the mighty name of Jesus Christ. Ninaomba kila aina yote ya allergy ikaondoke kwa hiyo damu katika jina la Yesu Kristo. Ninainuka kinyume na kisukari, diabetes, in the mighty name of Jesus Christ. Ninaikemea katika jina la Yesu Kristo, ikaondoke kwa hiyo damu, ikaondoke kwa ule mwili katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea arthritis, ikaondoke kwa joints katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao waliovunjika mifupa yao kwa ajili ya maajali, naomba mifupa ikashikane na mifupa kama wakati wa Ezekieli katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamevunjika mifupa yao, mifupa ikashikane na mifupa, mgongo ukapone, ule mkono ukapone, ule mguu ukapone katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea ule ugonjwa wa meningitis in the mighty name of Jesus Christ. Ninakemea ule ugonjwa wa depression in the mighty name of Jesus Christ. Na ninaomba kuanzia saa hii Mungu akakuponye katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamesumbuka na magonjwa ya figo, Mungu akawapatie figo mpya katika jina la Yesu Kristo. Mungu akawapatie figo mpya. Wale wamesumbuka na fibroids, zikayeyuke kama mishumaa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale wamesumbuka na ukimwi, ninakomanda hizo virusi viondoke katika jina la Yesu Kristo kwa damu yako. Nina declare that the Lord is healing you today in the mighty name of Jesus Christ. Wale wamesumbuka na kansa ya kila aina, katika jina la Yesu Kristo ninaikemea ikaondoke kwa ile mifupa, kansa ikaondoke kwa ile damu, kansa ikaondoke kwa ule ulimi katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea homa za kila aina, TB ikaondoke kwa mapavu katika jina la Yesu Kristo. Pneumonia ikaondoke, asma ikaondoke, coronavirus haina uwezo katika jina la Yesu Kristo. Wale wamesumbuka na magonjwa ya maini, ninaomba wakapone katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamegojeka moyo, ninaomba katika jina la Yesu Kristo kuanzia saa hii receive your healing in the mighty name of Jesus Christ. Ninakemea hypertension in the name of Jesus Christ, high blood pressure and low
blood pressure in the mighty name of Jesus Christ. Na wale ambao wamesukumiwa maroho ya stroke, ninaomba ukapone katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wa Bwana ukawe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote ya kurushiwa, yale yote yanasababishwa na walogi na waganga, katika jina la Yesu Kristo yakaondoke. Ninaikemea katika jina la Yesu Kristo, na ninaomba uponyaji ambao unatoka kwa Bwana, divine healing upon your life in the name of Jesus Christ. Utukuzwe Bwana na uheshimiwe daima. Asante kwa sababu ya kuponya yule kijana ule ugonjwa wa kifafa, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen. Mungu akaweze kukubariki. Inuka sasa kwa sababu Mungu amekuponya. Tuingie katika nyumba ya Bwana tukamtumikie, kwa sababu neno la Bwana linasema wakati utakapomtumikia Bwana atabariki maji yetu, atabariki mkate wetu, kisha ataondoa magonjwa kutoka kwa miili yetu. Ninaomba sasa, inuka, ingia katika nyumba ya Bwana tukamtumikie katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea wewe ambaye haujaokoka, sema nyuma yangu: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ukaniokoe, nisamehe dhambi na makosa. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Mungu akubariki sasa. Wale uliorudi nyuma, mrudie Bwana uweze sasa kumtumikia. Ingia katika nyumba ya Bwana na Mungu atakubariki. Ninataka niombee watu wale wote ambao umefika mwisho wako. You have stagnated for a long time. Wengine ni verbal curses ambazo zimefanya kufuga njia zako zote. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu anatumana. Wengine ni aibu, Mungu anatumana hiyo aibu iondoke kwa watoto wako. Mungu anafungua hao ambao wamefungwa na madawa ya kulevya, ambao wamefungwa na pombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea watu wako katika jina la Yesu. Roho ya aibu ikaondoke kwa familia zao katika jina la Yesu Kristo. Wengine ambao wamefungwa na verbal curses, wengine they are generational curses, ninazivunja katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wa Bwana ukaonekane kwako katika jina la Yesu Kristo, na kuondolea hiyo roho ya aibu, roho ya madeni katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kuanzia siku ya leo Mungu akatengeneze njia katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakutengenezee njia ya kutokea katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen, amen. May God bless you. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba in every temptation there is a remedy, there is a way out. Na Mungu amekutengenezea njia mwezi huu ambao ni wa pili. Hakuna aibu. Mungu akafanye kuwe na progress in your life. No more stagnation. No more spirit of backwardness. In Jesus' name. Naombea watu wale wote ambao wanaojitolea sadaka zao kwa hiari yao, ili nishukue pesa zenu niweze kulipia programu hii. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo utatumia zile nambari ambazo tumeweka katika runinga yako. Zingine ni till number, zingine ni M-Pesa number, na Mungu akubariki. Bora usiseme sadaka yako ni kidogo ama ni nyingi mbele za Bwana. Ikubalike na kisha wewe ukubalike mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba nikibariki sadaka za watu wako Bwana. Nimechukua fungu lao la 10 na pesa zao, na basi ninaomba Mungu ukawafanikishe. Ninaomba ya kwamba Bwana, katika kazi ya mikono yao ubariki mabiashara zao. Bariki Career people in the mighty name of Jesus Christ. Wapanulie mipaka hasa mwezi huu ambao ni wa pili. Ninaomba Mungu wa Israeli Bwana, kawabariki maisha yao ya kifedha katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe Bwana na uheshimiwe daima. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Jitolee sadaka zako. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba thou shall remember the Lord your God, for it is him who gives us the ability and the power to make wealth. In the book of Deuteronomy chapter 8 and verses 18. Ninaomba mwezi huu, as you give your offering, I pray that this month the Lord will give you the power and ability to make wealth. In Jesus' name. May God bless you. God bless you so much. Mimi nimekuwa pamoja nawe. Ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu.
Nikisema Jehova Mungu akutangulie katika mwezi huu, usitanguliwe na waganga na wachawi, usitanguliwe na watu waovu, utanguliwe na Jehova, usitanguliwe na maajali. Mungu akakutangulie, akakupatia ushindi katika mwezi huu wa pili 2021. May God bless you. Shalom. Shalom.